PRTNRSHIP. YENYENGVU. Jinsi ya kujenga, kudumisha na kukua kupitia ushirikiano wa biashara. Toleo la kwanza, 2025. Mwongozo kamili wa hatua kwa wajasiriamali wa Afrika. YEALEIEOMO. Utangulizi, maana ya partnership na umuhimu wake. Tano. Sura moja, misingi ya partnership yenye nguvu. 8. Sura 2, kuchagua mshirika sahihi. 14. Sura 3, kuandika mkataba wa partnership. 20. Sura 4, mawasiliano na uwazi katika ushirikiano. 26. Sura 5, mgawanyo wa majukumu na faida. 31. Sura 6, kutatua migogoro katika partnership. 37. Sura 7, kukua na kupanua biashara kwa pamoja. 43. Sura 8, kumaliza au kubadilisha partnership. 49. Hitimisho, hatua za mbele na orodha ya vitendo. 55. UTANGULEIZEI. Katika ulimwengu wa biashara wa leo, hakuna mtu anayeweza kufanikiwa peke yake. Ushirikiano au partnership ni mojawapo ya nguvu kuu zaidi zinazoweza kukupeleka wewe na biashara yako kwa kiwango kipya cha mafanikio. Lakini si kila ushirikiano unafanikiwa. Takwimu zinaonyesha kwamba zaidi ya 60% ya partnership za biashara zinaishia vibaya, sio kwa sababu washirika hawakuwa na uwezo, bali kwa sababu hawakuwa na msingi imara. Kitabu hiki kimeandikwa kwa ajili yako, mjasiriamali anayetaka kujifunza jinsi ya kujenga ushirikiano wa kweli, wa kudumu, na wenye faida kwa pande zote. Tutajifunza hatua kwa hatua, kutoka kuchagua mshirika hadi kuandika mkataba, kutoka kusimamia mawasiliano hadi kutatua migogoro, na kutoka kukua pamoja hadi jinsi ya kuhitimisha kwa heshima ikiwa itaibuka haja hiyo. Ukitaka kwenda haraka, nenda peke yako. Ukitaka kwenda mbali, nenda pamoja na wengine. Nukuu. Methali ya Kiafrika. Nani anufaike na kitabu hiki? Kitabu hiki kimelenga wajasiriamali wote, wale wanaoanzia biashara mpya, wale ambao tayari wana biashara na wanataka kupanua kwa kushirikiana na wengine, na hata wale ambao wamewahi kupoteza katika partnership iliyoshindwa na wanataka kujua walikosea wapi. Mada kuu tutakazoshughulikia. Maana halisi ya partnership na aina zake mbalimbali. Jinsi ya kutambua mshirika sahihi kwa biashara yako. Uandikaji wa mkataba imara na wa kisheria. Usimamizi wa mawasiliano na uwazi wa fedha. Jinsi ya kushughulikia migogoro bila kuvunja ushirikiano. Mikakati ya kukua pamoja kwa muda mrefu. Jinsi ya kuhitimisha partnership kwa njia ya heshima na kisheria. Yeo. Partnership si suala la kuamua haraka. Ni kama ndoa ya biashara, inahitaji utafiti, mazungumzo ya kina, na makubaliano wazi. Usikimbie hatua yoyote iliyoelezwa katika kitabu hiki. Urea yea moja. Negei yea PRTNRSHIP. Negveu. Msingi imara sawa ushirikiano imara. 1.1 Partnership ni nini hasa? Partnership ni makubaliano ya biashara kati ya watu wawili au zaidi ambapo wanakusudia kushiriki mali, nguvu, ujuzi, na faida kwa lengo la pamoja. Tofauti na kampuni ya kawaida, partnership inajengwa kwanza juu ya uhusiano wa kibinafsi na uaminifu, kisha mfumo wa kisheria unakuja kuzindua na kulinda uhusiano huo. Ni muhimu kuelewa kwamba kuna aina nyingi za partnership, na kila moja ina faida na hasara zake. Kuchagua aina sahihi inategemea asili ya biashara yako, kiwango cha hatari unayotaka kubeba, na jinsi unavyotaka kubeba majukumu. 1.2 Aina za partnership. Aina ya MALEZOFIDEA KUHEATREI. General partnership, washirika wote wana majukumu sawa na wanabeba deni pamoja. Uamuzi wa haraka, ushirikiano kamili, hatari kubwa, kila mshirika anaweza kulipa deni la mwingine. Limited partnership, kuna mshirika mkuu, general, na wawekezaji, limited, wasio na mamlaka ya usimamizi. Wawekezaji wanalindwa kisheria. Mshirika mkuu ana hatari kubwa zaidi. Joint venture, ushirikiano wa muda mfupi kwa mradi maalum tu. Muda mfupi, hatari ndogo za muda mrefu inaweza kuwa ngumu kusimamia maslahi tofauti. Strategic alliance, makubaliano ya kufanya kazi pamoja bila kuunganisha biashara, kila upande unajitegemea. Ushirikiano unaofaa, uhusiano unaweza kuwa dhaifu bila mkataba imara. 1.3 Sababu kuu za kushiriki biashara.
Watu wengi wanaanzisha partnership kwa sababu ya haja fulani, ukosefu wa pesa, ukosefu wa ujuzi, au hamu ya kupanua haraka. Lakini partnership zinazofanikiwa zinaanzishwa kwa sababu za kina zaidi. Moja, kukamilishana kwa ujuzi. Unapata mtu mwenye ujuzi unaokukosea, kama vile wewe una ubunifu na yeye ana uzoefu wa masoko. Mbili, ugawanaji wa hatari, kupunguza mzigo wa fedha na hatari za kibiashara. Tatu, ufikiaji wa mtandao mpana, mshirika anaweza kukufikisha wateja au masoko ambayo wewe huwezi kufikia peke yako. Nne, nguvu ya pamoja, rasilimali zaidi zinamaanisha uwezo mkubwa wa kufanya kazi kubwa. Tano, tija na kasi, majukumu yanagawanywa, kila mtu anafanya anachokijua, na kazi inakwenda haraka zaidi. Sita, ubunifu na mawazo mapya, akili mbili daima zinazalisha zaidi ya moja. Ukawe elei we akai sea ye anesei. Utafiti kutoka Harvard Business Review unaonyesha kwamba makampuni yanayofanya kazi kupitia ushirikiano wa kimkakati yanakuwa kwa kasi ya mara 3 zaidi kuliko yale yanayofanya kazi peke yao katika sekta moja. Partnership si tu faida, ni mkakati wa ukuaji endelevu. 1.4 misingi 7 ya partnership yenye nguvu. Utafiti wa miaka mingi katika biashara duniani unaonyesha kwamba partnership zinazofanikiwa zina sifa 7 za msingi. Zinaitwa nguzo 7 za ushirikiano. Moja, UAM-INEIF, washirika wanaaminiana kikamilifu, hakuna siri za pesa, hakuna mipango ya siri. Uaminifu ni msingi wa kila kitu kingine. Mbili, MLE osea wea. Wote wanaelekea upande moja. Tofauti za ndoto za mwisho zinaweza kuvunja ushirikiano polepole bila kutambulika. Tatu, tehea maneizeinea. Mnaamini mambo yale yale kuhusu biashara, wateja, na uadilifu. Thamani tofauti husababisha migogoro ya mara kwa mara. Ne, wea sei lei aneo. Wea zei mazungumzo ya mara kwa mara, ya kweli, na yasiyo na woga wa kueleza ukweli. Tano, Mgea wea neyeo wea zei wea ageuka uemu. Kila moja anajua anachofanya na anachowajibika. Bila hili, kutakuwa na mkanganyiko na malalamiko. Sita, MFUMO wea kai sehe reia. Mkataba mzuri wa kisheria unalinda pande zote na unaweka msingi wa utatuzi wa migogoro. Saba, kaubea dei lei kaa biashara inabadilika, partnership lazima iwe na uwezo wa kujibadilisha bila kuvunjika. Seu rea yea mbili. Kau si hea geu amse hei rei kaa sea hei. Uamuzi muhimu zaidi katika partnership. 2.1 Kwa nini uchaguzi ni muhimu sana? Kuchagua mshirika wa biashara ni sawa na kuchagua mwenzi wa ndoa, ni uamuzi utakaobadilisha maisha yako ya kibiashara kwa miaka mingi ijayo. Tatizo kubwa ni kwamba watu wengi wanachagua washirika kwa sababu zisizo sahihi, marafiki wa karibu, ndugu, au mtu aliyekuwa ameomba sana kushirikiana. Hizi zinaweza kuwa sababu nzuri, lakini lazima zijumuishwe na vigezo vikali zaidi. Takwimu zinaonyesha kwamba karibu 70% ya partnership zinazoshindwa zilifanya hivyo si kwa sababu biashara haikufanya vizuri, bali kwa sababu washirika hawakuendana vizuri. Hii inamaanisha muda unaotumiwa katika kuchagua mshirika sahihi ni uwekezaji mkubwa zaidi unaoanza nazo. 2.2 Vigezo vya kuchagua mshirika. Badala ya kuamua kwa hisia, tumia mfumo huu wa vigezo 10 vya tathmini. Weka alama kila mgombea wa kuwa mshirika wako kati ya 1 na 10 katika kila kigezo. Kaigezom asewe alei ye atehem inei alea 1-10. Ujuzi unaokukamilisha. Je, ana ujuzi ambao wewe huna? Je, ujuzi wake unafanya biashara iwe na nguvu zaidi? Mstari ulio chini, mstari ulio chini, mstari ulio chini. 10 Uaminifu na historia. Je, una ushahidi wa uaminifu wake? Je, amewahi kudanganya biashara nyingine? Mstari ulio chini, mstari ulio chini, mstari ulio chini. 10 Nguvu ya kifedha. Je, ana uwezo wa kuchangia fedha au rasilimali zinazohitajika? Mstari ulio chini, mstari ulio chini, mstari ulio chini. 10 Mtazamo wa biashara. Je, anaelewa biashara vipi? Je, ana akili ya biashara au ni mwanafunzi tu? Mstari ulio chini, mstari ulio chini, mstari ulio chini. 10 Uwezo wa kufanya kazi chini ya shinikizo. Je, amewahi kukabiliwa na msukosuko wa biashara? Aliitikiaje? Mstari ulio chini, mstari ulio chini, mstari ulio chini. 10 Mawasiliano. Je, anawasiliana vizuri?
Je, anakubali makosa yake? Je, ni msikilizaji mzuri? Mstari ulio chini, mstari ulio chini, mstari ulio chini. 10. Mtandao wa wateja, washirika. Je, ana mtandao wa watu muhimu ambao unaweza kukusaidia? Mstari ulio chini, mstari ulio chini, mstari ulio chini. 10. Utiifu wa sheria. Je, ana rekodi safi ya kisheria na kodi? Je, amewahi kushughulika na mahakama? Mstari ulio chini, mstari ulio chini, mstari ulio chini. 10. Uwezo wa kubadilika. Je, anabadilika vizuri wakati hali zinabadilika? Je, si ngumu akilini? Mstari ulio chini, mstari ulio chini, mstari ulio chini. 10. Nishati na juhudi. Je, ana motisha ya kweli? Je, ana historia ya kukamilisha mambo? Mstari ulio chini, mstari ulio chini, mstari ulio chini. 10. Je, inese aka uteu ya alea ema? Jumla ya alama zote 10 itakuwa kati ya 10 na 100. Mshirika mwenye alama 80 au zaidi anachukuliwa kuwa bora. Kati ya 60, 79 ni mzuri, lakini fanya mazungumzo zaidi. Chini ya 60, tafuta mshirika mwingine au ufanye maamuzi kwa makini sana. 2.3 Hatua za utafiti kabla ya kuamua. 1. Mazungumzo ya awali ya uchunguzi. Kabla hata haujamwambia una nia ya kushirikiana naye, fanya mazungumzo ya kawaida lakini tafuta majibu kwa maswali ya kimsingi. Ana dhamira gani? Ana maono gani? Yeye ni mtu wa aina gani? 2. Angalia historia yake ya biashara. Je, ameshafanya biashara nyingine? Iliishia vipi? Zungumza na watu waliopata kufanya kazi naye. 3. Angalia hali yake ya kifedha, bila kuingia sana katika faragha. Jaribu kujua kama ana madeni makubwa ambayo yanaweza kuathiri biashara yako. 4. Fanya mradi mdogo wa majaribio. Kabla ya partnership kubwa, fanya mradi mdogo pamoja. Hii itakuonyesha jinsi anavyofanya kazi, jinsi anavyoshughulikia mgogoro, na jinsi anavyotimiza ahadi. 5. Zungumza na mwanasheria, pata ushauri wa kisheria kuhusu utaratibu mzuri wa kuanzisha partnership katika nchi yako. 6. Angalia akili zako ndogo, gut feeling. Kama kitu kinaonekana kibaya, labda ni kibaya. Usipuuze mwongozo wa ndani wa hisia zako. 2. Dalili za hatari, red flags. Hizi ni ishara za onyo ambazo, ukiziona, lazima usimame na ufikirie tena kwa makini. Se anaharakisha maamuzi bila kukuacha muda wa kufikiri au kushauriana na wengine. Se anakataa kuweka makubaliano kwa maandishi. Tunajuana tu, ni jibu la hatari. Se ana historia ya migogoro na washirika wake wa zamani, akisema wote walikuwa vibaya. Tatizo linaweza kuwa yeye. Se anaepuka maswali kuhusu hali yake ya kifedha au biashara zake zilizopita. Se anapoelezea mafanikio yake, anajipigia kelele peke yake bila kutambua mchango wa wengine. Se anataka umiliki mkubwa zaidi bila kutoa mchango unaolingana. Se anabadilisha makubaliano mara kwa mara, leo anasema kitu, kesho anasema kingine. Se ana tabia ya kutoa lawama kwa wengine wakati mambo yanaenda vibaya. Se urea ye atatu. Kau anede ika mka ate abe awe ape aretene erese heipe. Kinga yako kubwa zaidi ni karatasi. 3.1 Kwa nini mkataba ni lazima? Watu wengi wanafikiri mkataba ni dalili ya kutokuamini mshirika wao. Hii ni makosa makubwa sana. Mkataba si ishara ya kutokuamini, ni mchakato wa kuzungumza na kukubaliana wazi kuhusu mambo muhimu kabla hayajawa tatizo. Ni sawa na bima ya nyumba, huinunua kwa sababu unatarajia moto, unainunua ili kuwa salama kama moto ukitokea. Mkataba mzuri wa partnership unafanya kazi 3 muhimu. Kwanza, unaweka wazi matarajio ya kila mshirika ili hakuna abudiwe. Pili, unatoa mfumo wa kisheria wa kutatua migogoro bila kwenda mahakamani. 3. Unalinda mali na maslahi yako hata kama uhusiano wa kibinafsi utatetereka. 3.2 Vipande vya msingi vya mkataba. Hea bea rei zea wea sehei rei kaa. Se majina kamili ya kisheria ya kila mshirika. Se nambari za vitambulisho vya kitaifa au pasipoti. Se anwani za makazi na za biashara. Se tarehe ya kuanza kwa partnership. Je, nea ainea ye bei asehe area. Se jina kamili la biashara kama litasajiliwa. Se aina ya partnership, general, limited. Se anwani ya ofisi kuu ya biashara. Se lengo kuu la biashara, business purpose. MEC hea negeo ye akai lea msehei rei kaa. Se kiasi cha fedha taslimu, cash contribution. Se mali au vifaa vinavyochangiwa, mali kama gari, kompyuta,
ardhi, se muda na ujuzi, sweat equity, na jinsi ya kuhesabu se umiliki, percentage, hisa, unaopata kila mshirika. Mgea wea neye o wea faida nea hea se area. Se asilimia ya faida inayopewa kila mshirika, se jinsi ya kushughulikia hasara, anayebeba zaidi. Se mshahara wa washirika wanaofanya kazi, drawing account, se jinsi ya kushughulikia faida zilizobaki mwishoni mwa mwaka. Je ukau nea zei. Se nani anasimamia nini, mgawanyo wazi wa wajibu. Se maamuzi gani yanahitaji ridhaa ya washirika wote. Se maamuzi gani mshirika moja anaweza kufanya peke yake. Se jinsi ya kushughulikia mgawanyiko wa kura, tie breaking. Uteate uzei wea oreo. Se hatua za kwanza za utatuzi, mazungumzo ya ndani, se upatanisho kwa msaada wa tatu, mediation, se usuluhishi, arbitration, kama hatua ya pili. Se mahakama kama hatua ya mwisho, mahakama ipi. Kau heitei se heapea retene erese heipe. Se masharti ya kujiondoa kwa hiari, buyout terms, se kinachotokea mshirika akifa au akiwa mgonjwa sana. Se non-compete clauses, mshirika atakayeondoka hawezi kufanya biashara sawa. Se jinsi ya kugawana mali na madeni wakati wa kuhitimisha. Oneye hei se anea. Usijaribu kuandika mkataba wa partnership peke yako au kutumia templates zilizopakuliwa bila ushauri wa kisheria. Kila nchi ina sheria tofauti, na mkataba usiolingana na sheria za nchi yako unaweza kuwa batili kabisa. Lipa mwanasheria aliyebobea katika sheria za biashara, ni gharama ndogo ukilinganisha na hasara inayoweza kutokea bila mkataba mzuri. 3.3 Mchakato wa uandikaji wa mkataba. Moja. Hatua ya kwanza, kila mshirika aandike matarajio yake. Kabla ya kukutana, kila mtu aandike peke yake anachotegemea kutoka kwa partnership. Hii inafunua tofauti mapema. 2. Hatua ya pili, mkutano wa msingi, kukaa pamoja na kuzungumza kila kipande. Tofauti zote lazima zizungumzwe na kutatuliwa kabla ya kuendelea. 3. Hatua ya tatu, mwanasheria aandike rasimu. Toa maelezo yote kwa mwanasheria aliyebobea ili aandike mkataba rasmi. 4. Hatua ya 4, kila mshirika apitie na mwanasheria wake. Kila upande unapaswa kuwa na mwanasheria wake anayepitia mkataba. Isiwe mwanasheria moja kwa pande zote. 5. Hatua ya 5, mabadiliko na marekebisho. Baada ya mapitio, mabadiliko yanafanywa hadi pande zote zinakubaliana. 6. Hatua ya 6, kusaini mbele ya shahidi. Kusaini rasmi mbele ya mashahidi au notary public kulingana na sheria za nchi yako. Se urea ye ane. Ema wea se ilei aneo nea uwea zei ka atei ka usehei rei kai aneo. Maneno yaliyosemwa vizuri yanaokoa ushirikiano. 4.1 Mawasiliano ni roho ya partnership. Tafiti za ushirikiano wa biashara duniani zinaonyesha mara kwa mara kwamba sababu ya kwanza ya kushindwa kwa partnership si ukosefu wa pesa wala ugumu wa masoko, bali ni mawasiliano mabaya. Washirika wanaowasiliana vizuri wanaweza kushinda hata hali ngumu za kibiashara. Washirika wasioweza kuzungumza kwa uwazi wataendelea kukumba migogoro hata wakiwa na pesa nyingi. 4.2 Mfumo wa mikutano ya kawaida. Partnership zenye nguvu zina mfumo wa mikutano iliyopangwa, si tu kukutana wakati kuna tatizo. Hapa ni mfumo unaofaa. Aine aye mkute ane are anege apem adea udea. Check-in ya haraka kila siku au wiki. Mambo yanayoendelea sasa hivi, vizuizi vidogo 15-30 dakika. Mkutano wa uendeshaji kila wiki. Maendeleo ya kazi, matatizo yanayotokea, maamuzi madogo 60-90 dakika. Mkutano wa kimkakati kila mwezi. Mwelekeo wa biashara, fedha, maamuzi makubwa 2-3 masaa. Mkutano wa mwaka kila mwaka. Tathmini kamili, malengo mapya, mapitio ya mkataba siku nzima. 4.3 Jinsi ya kuzungumza ukweli mzito. Moja ya mambo magumu zaidi katika partnership ni kusema ukweli mzito, kumwambia mshirika wako kwamba umechoka na jinsi anavyofanya kazi, au kwamba fedha zimekwenda vibaya, au kwamba hufurahii maamuzi aliyofanya. Hapa kuna mbinu za kuzungumza ukweli bila kuharibu uhusiano. Tumia mimi, badala ya wewe. Badala ya kusema wewe daima unakuwa wa polepole, sema ninahisi wasiwasi tunapokuwa tunakosa muda uliowekwa. Hii inazuia mshirika wako asijisikie ameshambuliwa. Eleza tatizo kwa mifano mahususi.
Badala ya kusema hufanyi kazi vizuri, sema wiki iliyopita ripoti ya wateja haikutumwa kwa wakati, hii ilitokea mara 3 mwezi huu. Mifano mahususi inazuia ubishani. Sikiliza kwanza. Kabla ya kuelezea wasiwasi wako, muulize mshirika wako hali yake. Labda ana sababu nzuri ambazo hujui, au labda yeye pia ana wasiwasi wake ambao atafurahi kushiriki. Chagua wakati sahihi. Usizungumze mambo mazito ukiwa umechoka, unakasirika, au ukiwa mbio. Chagua wakati ambapo nyote wawili mna amani na muda wa kutosha. Malizia na suluhisho. Mazungumzo mazuri hayaishii na tatizo tu, yanaishia na hatua maalum za kuboresha hali. Tuamue pamoja tutafanya nini ili hili lisitokee tena. Ne uwazi wa kifedha, msingi wa uaminifu. Fedha ndio chanzo kikubwa cha migogoro katika partnership. Uwazi kamili wa kifedha si chaguo, ni wajibu wa kisheria na kimaadili. Hapa ni vitu vinavyohitajika. 1. Akaunti ya benki ya pamoja. Fedha zote za biashara ziingie na zitoke katika akaunti inayopatikana na washirika wote wawili au zaidi. 2. Ripoti ya fedha ya kila mwezi. Kila mwezi, ripoti kamili ya mapato, matumizi, na bakaa lazima ipewe washirika wote. 3. Mfumo wa kuidhinisha matumizi makubwa. Matumizi yanayopita kiasi fulani, mfano, zaidi ya shilingi 100,000, yanahitaji ridhaa ya washirika wote. 4. Hakuna mkopo kwa biashara bila idhini. Kama mshirika anataka kukopa pesa kwa jina la biashara, inahitaji makubaliano ya pande zote. 5. Audit ya kila mwaka, angalau mara moja kwa mwaka, fanya ukaguzi kamili wa fedha, hata kama hamfanyi vizuri wala vibaya. Seurea ya 5. Mgea wea neye owea mageuka unea faidea. Kila moja apate anastahili. 5.1 Tatizo la mgawanyo usio sawa. Mojawapo ya sababu kuu za migogoro katika partnership ni hisia kwamba mmoja wenu anafanya kazi zaidi lakini anapata sawa na mwingine. Hii inaweza kuwa ukweli au inaweza kuwa hisia tu, lakini hisia hizi ni hatari kwa ushirikiano. Suluhisho lake si kugawana kila kitu sawa, bali kugawana kwa njia inayoheshimu mchango wa kila moja. 5.2 Njia za kugawana faida. Ikiwa leite mgawano sawa. Sifa. Se washirika wote wanapata asilimia sawa. Se rahisi kuelewa na kusimamia. Se inafaa wakati michango ni sawa. Se inaweza kusababisha malalamiko kama kazi si sawa. Inafaa zaidi wakati se wote wamechangia fedha sawa. Se wote wanafanya kazi sawa. Se biashara mpya inayoanzia. Sione terei beutei onebe ase ede kwa mchango. Sifa. Se faida inafuata asilimia ya kila moja aliyochangia. Se inaheshimu mchango tofauti wa kila mshirika. Se inaweza kusababisha mvutano wa mamlaka. Se ngumu kidogo kusimamia kama michango inabadilika. Inafaa zaidi wakati se moja amechangia pesa zaidi. Se moja ana mali muhimu zaidi. Se michango ya awali ni tofauti wazi. Reo le ebea se ede kwa wajibu. Sifa. Se sehemu fulani inagawanwa kwa usawa na sehemu inafuata kazi. Se inashughulikia tofauti za mzigo wa kazi. Se inahitaji ufafanuzi wazi wa majukumu. Se ngumu zaidi kuandika kwenye mkataba. Inafaa zaidi wakati se moja ni CEO na mwingine ni mwekezaji tu. Se majukumu yanaonekana wazi kutoka mwanzo. Se biashara iliyokomaa zaidi. 5.3 Mshahara wa washirika wanaofanya kazi. Kuna tofauti muhimu kati ya mshahara, salary, drawing, na mgawanyo wa faida, profit share. Mshirika anayefanya kazi kwa wakati wote katika biashara anapaswa kupata mshahara wa kawaida kama kazi yake. Baadaye, faida zilizobaki zinagawanwa kwa mujibu wa makubaliano. Kutolipa mshahara kunasababisha frustration na kutokuwa sawa. 5.4 Mgawanyo wa majukumu, mfumo uliosalimika. Hapa ni mfano wa mfumo wa mgawanyo wa majukumu kwa partnership ya watu wawili katika biashara ya huduma. Eneo msehei rei kaa, CEO, msehei rei kaa B, CO, PAMOGA. Masoko na mauzo. Mikakati ya masoko. Utekelezaji wa kampeni. Bajeti ya masoko. Fedha. Maamuzi makubwa ya fedha. Usimamizi wa kila siku. Ripoti ya kila mwezi. Wateja. Wateja wakubwa, VIP, wateja wa kawaida. Sera ya huduma kwa wateja. Wafanyakazi. Kuajiri. Ngazi za juu. Usimamizi wa kila siku. Mshahara na maslahi. Teknolojia. Maamuzi ya mifumo. Utekelezaji na mafunzo. Bajeti ya teknolojia.
Kisheria kusaini mikataba mikubwa utiifu wa kawaida maamuzi ya kisheria. Seu rea yea sita. Kau te ateu a migre o gre o reo ka atei ka ape aretene erese heipe. Mgogoro si mwisho, ni fursa ya kukua. 6.1 Migogoro ni kawaida, lakini lazima ishughulikiwe. Hakuna partnership inayofanya kazi miaka mingi bila migogoro yoyote. Hii ni ukweli wa kibinadamu. Tatizo si kutokea kwa mgogoro, tatizo ni jinsi unavyoshughulikia mgogoro huo. Partnership zinazofanikiwa si zile zisizo na migogoro, ni zile ambazo washirika wao wamejifunza kutatua matatizo kwa njia ya watu wazima na kwa haraka. 6.2 Aina za kawaida za migogoro. Migogoro ya fedha. Fedha ni chanzo kikubwa zaidi cha migogoro. Inajumuisha, mtu mmoja anahisi anafanya kazi zaidi na kupata sawa, matumizi ambayo mshirika mmoja hayakubaliani nayo, akaunti za binafsi zinaathiri biashara. Migogoro ya maamuzi. Washirika hawakubaliani kuhusu mwelekeo wa biashara, wateja wa kukusudia, au jinsi ya kukabiliana na tatizo. Hii ni kawaida, na inaweza kuwa nzuri kama inashughulikiwa vizuri. Migogoro ya majukumu. Mshirika mmoja anahisi mwingine hafanyi kazi yake, au anaingilia eneo lake. Hii mara nyingi inatokea pale ambapo majukumu hayakuainishwa vizuri mwanzoni. Migogoro ya maono. Baada ya muda, washirika wanaweza kuanza kuwa na ndoto tofauti kwa biashara, mmoja anataka kukua haraka, mwingine anataka kubaki mdogo na wa kuegemea. Migogoro ya nje. Hali za nje kama matatizo ya familia, afya mbaya, au biashara nyingine zinaweza kuathiri uwezo wa mshirika kutoa mchango wake kamili. 6.3 Mfumo wa hatua nne za utatuzi. Wakati mgogoro unatokea, fuata mfumo huu wa hatua nne kabla ya kufikiria hatua yoyote ya kisheria au ya kuharibu uhusiano. 1. Hea teu moja, peu mzee kaa nea pe ozea. Muda wa kawaida, saa 24. Usifanye maamuzi makubwa ukiwa unakasirika. Toa muda wa masaa 24 au hata siku 2 ili kila mmoja apumzike na afikirie kwa akili baridi. Hii inapunguza mambo mengi yanayosemwa kwa hasira ambayo yanaweza kuharibu uhusiano. 2. Hea teu 2, azeu negeu mze oyea ojea kawea ojea. Muda wa kawaida, sei kau 1-3. Kaa pamoja katika mazingira ya utulivu. Simu, ujumbe, au barua pepe hazifai kwa mazungumzo mazito. Kila mmoja aseme tatizo lake bila kukatizwa. Tumia mbinu za mawasiliano zilizoelezwa katika sura ya 4. 3. Hea teu 3, mse uleu hei se hei wea neje. Muda wa kawaida, wei kai 1-2. Kama hamuwezi kufikia makubaliano peke yenu, omba mtu wa tatu anayeaminika na pande zote awasaidie. Hii inaitwa mediation. Msuluhishi si mkubaliana pande yoyote, anasaidia mazungumzo yaweze kuendelea kwa njia ya haki. 4. Hea teu 4, use uleu hei se hei au ema hea kaa ema. Muda wa kawaida, miezei 1-6. Kama njia zote za awali zimeshindwa, nenda kwa arbitration, usuluhishi wa kisheria au mahakama. Hii ni hatua ya mwisho kabisa kwa sababu ni ghali, inachukua muda mrefu, na mara nyingi inaharibu uhusiano kabisa. Seu rea yea 7. Kau anea kau pe aneu abei asehe area kawea. Pea ojea. Umoja ni nguvu, kutawanyika ni udhaifu. 7.1 Partnership kama chombo cha ukuaji. Partnership yenye nguvu si tu kuhusu kushiriki majukumu na faida, ni kuhusu kuunda chombo chenye nguvu zaidi kuliko sehemu zake zote kwa pamoja. Hii inaitwa synergy, moja alama ya ngongeza 1 = 3 au zaidi. Lakini synergy haitokei yenyewe, inahitaji mkakati makini, mawasiliano mazuri, na nia ya kweli ya kukua pamoja. 7.2 Mikakati ya ukuaji wa pamoja. Kupanua masoko mapya. Tumia mtandao wa mshirika wako kufikia masoko ambayo hukuweza kufikia peke yako. Unda bidhaa au huduma mpya zinazotumia nguvu za kila mshirika. Gawana gharama za masoko ili kufika mbali zaidi. Fanya maonyesho ya pamoja na matukio ya biashara. Kuimarisha miundombinu.
Wasiliana kuhusu teknolojia mpya zinazoweza kuimarisha biashara. Shiriki wafanyakazi mahiri kama inawezekana kisheria. Jenga mifumo ya usimamizi, systems ambayo inafanya kazi kwa ufanisi. Wekeza pamoja katika mafunzo na maendeleo ya timu. Kuimarisha mtandao wa biashara. Wasilishane kwa wateja na washirika wenu wa heshima. Shiriki katika vyama vya biashara na vikundi vya wadau. Jenga jina zuri la pamoja la biashara. Fanya kazi za kijamii, si sere ambazo zinajenga picha nzuri. Uwekezaji wa muda mrefu. Weka sehemu ya faida kila wakati kwa ukuaji wa biashara. Zingatia kununua mali za muda mrefu, ardhi, majengo, vifaa. Jenga akiba ya dharura ya biashara. Fikiria kupanua kwa tawi jipya au bidhaa mpya. 7.3 Mapitio ya kila mwaka, muhimu sana. Kama vile gari linahitaji kuchunguzwa mara kwa mara ili liendelee vizuri, partnership pia inahitaji mapitio ya kila mwaka. Mapitio haya yanashughulikia maswali makubwa. Je, tunafikia malengo tuliyoweka mwanzoni mwa mwaka? Je, mgawanyo wa majukumu bado unafanya kazi vizuri? Je, kila mshirika bado ana furaha na msukumo katika biashara? Je, malengo yetu ya siku zijazo bado yanaendana? Je, mkataba wetu unahitaji masasisho yoyote kulingana na mabadiliko yaliyotokea? Je, kuna tofauti yoyote ambayo haijashughulikiwa na inakaa ndani inaweza kulipuka? Je, fedha zetu zinaonyesha afya ya biashara? Kuna mahali pa kuboresha? Je, washirika wapya au uwekezaji mpya unahitajika? Je, kuna fursa mpya ambazo hatujazichangamoto? Je, tunaendelea kupenda kushirikiana? Kwa nini au kwa nini la? Urea ye anane. Kau alei zea au kau bea dei lei sehe ape aretene ere sehe ipe. Mwisho mzuri ni pia sehemu ya ushirikiano mzuri. 8.1 Si kila mwisho ni kushindwa. Siku moja, partnership yako itahitaji mabadiliko au itaishia. Hii ni ukweli wa biashara, na sio lazima iwe jambo baya. Washirika wengine wanakubaliana kumaliza baada ya kufikia lengo lao. Wengine wanagawanyika kwa sababu wanaenda njia tofauti. Wengine wanaamua kubadilisha muundo wa biashara, kama kuingiza kampuni badala ya partnership. Chochote kinachotokea, njia unayohitimisha au kubadilisha partnership yako itaacha alama ya kudumu. 8.2 Ishara kwamba wakati wa mabadiliko umefika. Mgogoro wa mara kwa mara unaonekana kuwa bila suluhisho. Mshirika mmoja ameacha kutoa mchango wake wa kawaida bila sababu nzuri. Malengo yenu yanaelewana tofauti kabisa kiasi kwamba biashara haiwezi kuendelea kwa mwelekeo mmoja. Ukiukwaji mkubwa wa mkataba au uaminifu, kama udanganyifu wa fedha. Mabadiliko ya hali ya maisha, afya, familia, au fursa mpya inayomhitaji mshirika kwenda mwelekeo mwingine. Biashara imefanikiwa na wakati umefika wa kuibadilisha kuwa kampuni iliyosajiliwa rasmi. 8.3 Hatua za kisheria za kuhitimisha. 1. Angalia mkataba wako. Mkataba wako wa partnership unapaswa kuwa na vipande vinavyoelezea jinsi ya kuhitimisha. Fuata hivyo kwanza. 2. Tathmini mali na madeni. Fanya orodha kamili ya mali zote za biashara na madeni yote. Thamini mali kwa msaada wa tathmini ya kitaalamu kama inahitajika. 3. Makubaliano ya kugawana. Washirika wote wakubaliane jinsi ya kugawana mali, kufuta madeni, na kushughulikia mikataba iliyopo na wateja au wasambazaji. 4. Toa taarifa kwa wadau, tayarisha wateja, wasambazaji, benki, na mamlaka za serikali kuhusu mabadiliko yanayokuja. 5. Futa usajili rasmi. Kama biashara ilisajiliwa, fuata taratibu za kisheria za kufuta usajili au kubadilisha umiliki. 6. Andika makubaliano ya kuhitimisha, dissolution agreement. Hati hii inasimamia mgawanyo wa mali na kulinda washirika wote dhidi ya madai ya baadaye. 7. Shika rekodi kwa miaka kadhaa. Hata baada ya kuhitimisha, shika rekodi za fedha na kisheria kwa angalau miaka 5. Faida za KUM alei za vei zeu rei heate rei za KUM alei za vei bea yeah. Kumaliza kwa heshima kunahifadhi uhusiano wa kibinafsi. Kumaliza vibaya kunaweza kuharibu jina lako. Inazuia madai ya kisheria ya baadaye. Madai ya kisheria yanaweza kukufuata miaka mingi. Inakuacha uhuru wa kuanza upya. Wateja wanaweza kupoteza imani. Inakuonyesha ukomavu wa kibiashara. Uwezekano wa kulazimishwa kulipa gharama za kisheria. Hei temi seheo.
Umefika mwisho wa safari hii ya kujifunza kuhusu partnership yenye nguvu. Tulichojifunza pamoja si tu nadharia, ni miongozo ya vitendo ambayo inaweza kubadilisha njia unavyofikiri kuhusu ushirikiano wa biashara na jinsi unavyoutekeleza. Partnership ni miongoni mwa zana zenye nguvu zaidi katika mkoba wa mjasiriamali. Inaweza kukuongeza nguvu, kukufikisha masoko mapya, na kukusaidia kubeba mzigo wa biashara kwa utulivu zaidi. Lakini kama zana yoyote yenye nguvu, inaweza pia kuumiza kama haitumiwi vizuri. Mwongozo huu umejaribu kukupa ufahamu na zana za kuitumia kwa usalama. Mafanikio ya kweli ya biashara yanajengwa si kwa nguvu ya mtu mmoja, bali kwa hekima ya watu wanaofanya kazi kwa nia moja. Nukuu. Orodha ya vitendo, hatua zako za mbele. Hapa ni orodha ya vitendo vya haraka unaweza kuchukua baada ya kusoma kitabu hiki. Andika sifa unazotafuta katika mshirika wako bora, angalau 10 sifa. Tathmini washirika wanaowezekana kwa kutumia jedwali la vigezo kutoka sura ya 2. Fanya mradi mdogo wa majaribio na mgombea wa kushirikiana naye. Tembelea mwanasheria aliyebobea katika sheria za biashara. Andika rasimu ya mkataba wa partnership na upitie na pande zote. Weka mfumo wa mikutano ya kawaida katika kalenda yako. Unda mfumo wa uwazi wa fedha, akaunti maalum na ripoti za kila mwezi. Andika majukumu ya kila mshirika kwa maandishi na saini. Weka tarehe ya mapitio ya mwaka mzima ya partnership yako. Shiriki kitabu hiki na mshirika wako ili nyote mwelekeo moja. Ushirikiano unaofanikiwa hautokei kwa bahati, unabuniwa kwa makusudi, unahifadhiwa kwa juhudi, na unakuwa kwa upendo wa kweli wa biashara. Nukuu. Hongera kwa hatua yako ya kwanza. Sasa una ujuzi. Tumia kwa hekima. Fanya kwa makusudi.